Je, unajua kuwa kuna kodi ya siri ndani ya ubongo wako inayopanga kila kitu unachofanya, kuanzia mpenzi unayemchagua, kiasi cha pesa unachopata, hadi sababu inayokufanya uwe na wasiwasi usiku? Leo nakufunulia kanuni 5 za kisayansi ambazo wanasaikolojia duniani kote wanazitumia kumsoma binadamu. Ukielewa hii, utajua kwa nini maisha yako hivi yalivyo, na nakuahidi, pointi ya 4 itabadili mtazamo wako kuhusu rafiki zako milele. Baki hapo hapo. Namba 1, openness to experience, uwazi wa uzoefu mpya. Hii ndio trait ya kwanza katika kile kinachoitwa Ocean. Openness inapima kiwango chako cha ubunifu na hamu ya kujifunza vitu vipya. High openness, hawa ni watu wenye mawazo mapana sana. Wao hupenda sanaa, muziki wa kipekee na huwa na kiu ya kusafiri au kujaribu vyakula vigeni. Kisaikolojia, watu hawa hawawezi kuvumilia utaratibu uliokaririwa, routine. Kama wewe ni mtu ambaye ukikaa kwenye kazi inayojirudia kila siku unahisi kama unakufa ndani, basi uko juu kwenye trait hii. Low openness au closed, hawa ni watu wa kufuata taratibu. Wanapenda vitu vilivyothibitishwa, mila na desturi. Hawapendi mabadiliko ya ghafla. Ni watu ambao wanaona ni salama kufanya kile kinachojulikana kuliko kuanza majaribio mapya. Kwa nini hili ni muhimu? Watu wenye high openness mara nyingi ndio waanzilishi wa makampuni, entrepreneurs, na wasanii, lakini changamoto yao ni kushindwa kumalizia vitu walivyoanzisha kwa sababu kila mara wanavutiwa na wazo jipya. Namba 2, conscientiousness, umakinifu na nidhamu. Hii ndio trait ambayo ni kigezo namba 1 cha mafanikio ya kimaisha, career success. Inapima jinsi unavyoweza kuzuia tamaa za muda mfupi ili upate matokeo ya muda mrefu. High conscientiousness, hawa ni mashine, ni watu wenye nidhamu ya hali ya juu, wanapanga ratiba zao na wanazifuata. Utawaona wana vyumba visafi, vitanda vyao vimepangwa na hawachelewi miadi. Kisaikolojia, watu hawa wana uwezo mkubwa wa kuzuia impulse, hisia za ghafla. Low conscientiousness, kama chumba chako kimevurugika, unachelewa kazi na unapenda kufanya mambo dakika ya mwisho, procrastination, basi uko chini hapa. Katika ndoa au ushirikiano, ikiwa mmoja yuko juu kwenye nidhamu na mwingine yuko chini, migogoro haitaisha kuhusu usafi wa nyumba na usimamizi wa fedha. Hii trait ndiyo inayoamua kama wewe ni mtu wa kutegemewa, reliable. Namba 3, extroversion, uchangamfu na ushirikiano wa kijamii. Hii inapima jinsi unavyopata energy yako. Je, unaitoa kwa watu wengine au unaitoa ndani yako mwenyewe? Extroverts, hawa ndio roho ya sherehe. Wanapenda kuzungumza na kupata msisimko kutoka nje. Kisaikolojia, mfumo wao wa dopamine unahitaji msisimko mkubwa ili wajisikie vizuri. Wakikaa peke yao kwa muda mrefu, wanahisi kama betri zao zimeishiwa chaji. Introverts, sio kwamba hawawezi kuongea, bali social interaction inawachosha. Wanahitaji muda wa peke yao, solitude, ili kuchaji betri zao. Wao ni waangalizi zaidi kuliko wazungumzaji. Kuna kundi la kati linaitwa ambiverts. Extroverts ni wauzaji wazuri na viongozi wa hamasa. Introverts ni wafanya maamuzi wazuri na viongozi wa mikakati. Ukijua uko upande gani, utaacha kujilazimisha kuwa mtu ambaye sio ili uonekane cool. Namba 4, agreeableness, wema na kukubalika. Hii inapima jinsi unavyoingiliana na wengine kijamii na jinsi unavyojali maslahi ya wengine dhidi ya yako. High agreeableness, hawa ni watu wema, wenye huruma na wasiopenda migogoro, conflict averse. Wapo tayari kujiumiza wao ili mradi tu kuwe na amani. Hawa ndio marafiki bora na walezi bora. Low disagreeable, hawa sio watu wabaya bali ni watu competitive na critical.
Hawaangalii hisia za watu wanapofanya maamuzi, wanaangalia ukweli na matokeo, logic over emotion. Washeria wengi na wakurugenzi CEOs wako kwenye kundi hili kwa sababu wanatakiwa kufanya maamuzi magumu bila kuogopa kuchukiwa. Takwimu zinaonyesha watu wenye low agreeableness, wale wakali au wenye msimamo, ndio wanaolipwa mishahara mikubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu wanajua kuomba nyongeza ya mshahara na hawafanyi kazi za bure ili tu kupendwa. Kama wewe ni mkarimu kupitiliza, unapaswa kujifunza kuwa na msimamo ili usitumiwe. Namba 5, neuroticism, hali ya kihisia na wasiwasi. Hii inapima jinsi unavyoweza kustahimili stress na hisia hasi. High neuroticism, watu hawa wana mfumo wa ulinzi, alarm system, ambao ni sensitive sana. Wanaona hatari kila mahali. Wanakabiliwa na wasiwasi, huzuni na kujihisi hatiani kwa urahisi. Faida yao ni kwamba ni waangalifu sana, vigilant, lakini hasara ni kwamba stress zinaweza kuwaathiri kiafya haraka. Low emotional stability au low neuroticism, hawa ni watu ambao hawayumbishwi na matukio. Hata kukiwa na dhoruba, wao wanabaki watulivu. Hawapatwi na hofu kirahisi. Hii ni sifa muhimu sana kwa viongozi wa kijeshi na wapasuaji wa hospitali, surgeons. Watu wenye high neuroticism mara nyingi ni waangalifu sana, cautious. Hawaingii kwenye matatizo kirahisi kwa sababu wana hofu madhara. Lakini kama haitadhibitiwa, inaweza leta sonona au depression. Kujua kiwango chako cha neuroticism kunasaidia kujua ni mazingira gani ya kazi yanayokufaa. Labda sio sehemu zenye pressure kubwa kama chumba cha upasuaji au masoko ya hisa. Kutambua uko wapi katika hizi big 5 traits sio tu kuhusu kujua tabia zako, bali ni kuhusu kujua silaha zako na madhaifu yako. Hakuna trait iliyo mbaya au nzuri. Kila moja ina faida yake kulingana na mazingira unayojiweka. Kumbuka, utu wako, personality, unaweza kubadilika kidogo kadri unavyokuwa, lakini msingi wake unabaki ule ule. Je, baada ya maelezo haya, unahisi wewe uko juu kwenye trait gani zaidi kati ya hizi 5? Niandikie hapo chini kwenye comments, nitapita kusoma na kujibu. Kama video hii imekufungua macho, usisahau kuipa like na share na rafiki yako ambaye unahisi anahitaji kujitambua. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.